Imani inatamka kuona. Imani inatamka kuona. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya akafanyika msaada kwako na akafanyika baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Imani inatamka kuona. Imani inatamka kuona. Kuna watu ambao hawajui kanuni ya imani. Hajui kanuni ya imani. Tunaposoma kwenye kitabu cha Waebrania 11 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni uhakika wa mambo yasiyoonekana. Nazungumzia bayana, maana yake ni uhakika wa mambo yasiyoonekana, kwamba jambo halijadhihirika katika ulimwengu huu wa mwili, lakini unaliamini 100% kwamba limeshakuwa lako. Imani hutamka kuona. Kwa kinachotangulia kabla ya kuona ni imani. Chochote ambacho unatamani kidhihirike katika ulimwengu huu wa mwili, kinachotangulia ni imani. Kinachotangulia ni imani. Imani inatamka kuona. Inatamka kuona. Kwa kabla hujaona, unatamka kile unachotamani kukiona. Imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Inawezekana unajisikia udhaifu. Kuna maumivu ambayo unayasikia ndani ya mwili wako. Unatamani hayo maumivu yaondoke. Na yamkini umeshaambiwa kuna dalili ya ugonjwa ambao unaiona. Lakini kwa imani unatamka ya kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, mimi ni mzima. Watu wanaoenda kwa milango ya fahamu hawezi kukuelewa. Imani inatamka kuona. Unatamani kuona uponyaji, unatamani kuona afya njema. Unaanza kutamka afya njema kabla ya kuona afya njema. Unaanza kutamka kwamba wewe ni mzima kabla ya kuona uzima. Hata kabla ya dalili hazijaanza, dalili bado zipo, unaanza kutamka ili uweze kuona. Kwa kinachotangulia kabla ya kuona ni kutamka kwa imani. Imani hutamka kuona. Kwa kinachotangulia kabla ya kuona ni kutamka. Maandiko yanasema kwenye Wakorintho wa pili 5:7 ya kwamba kwa maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Hata kama hakuna dalili yoyote ile ya kile unachotamani kukiona, hata kama hakuna dalili ya uponyaji, unaendelea kutamka. Unatamka kwa imani kwamba mimi ni mzima katika jina la Yesu. Mimi ni mzima katika jina la Yesu. Kila kiungo cha mwili wangu kiko safi. Kila system ya mwili wangu iko safi. Mimi ni mzima. Uzima wa kiungu unatembea ndani yangu kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye uhai. Imani inatamka kuona. Hiyo ni kanuni, kwamba unayataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Tunaposoma kwenye Warumi 4:17 kuanzia 17 inasema kwamba yeye atajaye mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Kwa imani unayatamka yale ambayo hayajadhihirika bado, hujayaona bado, kana kwamba umekwisha yaona, kwamba yamekwisha kuwepo, kana kwamba yamekwisha kuwepo. Tunaposoma kwenye Wakorintho wa pili 4:13 maandiko yanasema kwamba kwa kuwa tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tunaamini na kwa sababu hiyo tunanena. Kwa chochote unachokiamini, ili kiweze kudhihirika, ili uweze kukiona, lazima ukitamke. Anasema lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani. Tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa kwamba naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Kwa unachokiamini, ili kiweze kudhihirika katika ulimwengu wa nyama, ni sharti ukinene. Kwa kinywa mtu ukiri hata upata wokovu. Kwa kuwa tuna roho ile, lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani,
kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Kwa nini nalinena? Ili kila ninachokiamini kiweze kudhihirika katika ulimwengu wa mwili, ili aweze kuona. Imani inatamka kuona. Unatamani kuona nini? Unaamini hicho unachotamani kukiona katika ulimwengu wa nyama. Imani hutamka kuona, ni kuyataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo, kuyataja mambo ambayo hayajakuwepo kana kwamba yamekuwepo. Imani inatamka kuona. Chochote unachoamini, kanuni ni kutamka ili uweze kuona, ni kukiri ili uweze kuona. Lakini kwa kuwa tunayo roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Kwa chochote unachokiamini ili uweze kukiona, sharti ukinene, sharti ukikiri. Kwa anaendelea kusema kwamba na sisi nasi tunaamini na kwa sababu hiyo tunanena. Tunanena ili nini? Ili tuweze kuona. Imani hutamka kuona. Yamkini saizi huna kitu, huna uhakika hata jioni utakuleje kulete, lakini unasema yeye mwenyewe alifanyika masikini ili kwa umasikini wake mimi niwe tajiri. Unaanza kutamka kwamba mimi ni tajiri. Unaweza kutamka kwamba mimi siwezi kuwa masikini, hata kama huna uhakika jioni utakula nini. Imani hutamka kuona. Unataka kuona nini? Tamka. Kinachotangulia ni kutamka. Imani hutamka kuona. Imani inatamka kuona. Kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Mtu mwenye imani anataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Watu wanaoenda kwa kuona hawezi kumwelewa, kwa sababu wenyewe sharti waone ndio waamini. Yesu akamwambia Tomaso, heri wale ambao hawakuona lakini walisadiki. Imani hutamka kuona. Unatamani kuona nini kwenye maisha yako? Unatamani kuona nini kwenye afya yako? Tamka kile unachokitamka, alafu utaona. Kinachotangulia, kama una imani, kinachotangulia ni kutamka kile unachokiamini, alafu utaona hicho unachokiamini katika ulimwengu wa nyama. Maana maandiko yanasema kwenye Wakorintho wa pili 4:13, lakini kwa kuwa tuna roho ile ya nyama, kama ilivyoandikwa, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tunaamini kwa sababu hiyo tunanena. Imani hutamka kuona. Unatamani kuona nini? Imani ni kutamka kile unachotamani kuona kabla ya kukiona. Imani hutamka kuona. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, utakapochukua hatua kuanza kutamka kile unachokiamini, basi hicho unachotamani kukiona kitaanza kudhihirika katika ulimwengu huu wa mwili. Lakini kinachotangulia ni kuamini na kutamka. Imani hutamka kuona. Mungu na kubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Roho Mtakatifu akupe ujasiri wa kutamka yale yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo katika jina la Yesu. Amen.